Mwenyekiti wa kamati iliyoundwa kufuatilia kulipwa kwa fidia hiyo, Bwana Philemon Musha, amesema pamoja na jukumu zilizofanywa na kamati yake kuanzia ngazi ya wilaya hadi ofisi ya waziri mkuu kwenye haraka halali za serikali, wananchi walipwa fidia yao hadi sasa. Lalamiko hili au malalamiko haya ni ya miaka mingi, tukitembea nayo kwa jinsi tunavyoulizwa na wananchi inakuwa ngumu sana, kwa sababu wananchi wanatusagama, wanasema ninyi mmeshalipo. Wajumbe wa kamati hiyo wamesema wanasikitishwa kuona maagizo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa na ngazi ya juu serikalini toka wakati huo, ikiwemo barua ya mwisho ya mwezi Februari mwaka huu kutoka ofisi ya waziri mkuu, lakini utekelezaji wake umekuwa kisuasua mkoani Kilimanjaro. Sisi kama wananchi hapa na sisi kama wanakamati tunaowakilisha wananchi hawa, tumejaribu kufuatilia swala hili Dar es Salaam, Dodoma, mkoani, lakini hakuna majibu yenye maana ambayo tumekuwa tukipatiwa. Sasa katika hali hii tumekuwa tukizuia wananchi wasije wakafanya maandamano. Hata hivyo, katibu tawala mkoani Kilimanjaro alipotaka kutoa ufafanuzi juu ya mgogoro huo, alitoa maelekezo kwa waandishi wa habari kuonana mkuu wa wilaya hai Bwana Biakanwa, ambaye amesema kwa mujibu wa sheria ya ardhi wananchi hao wamepoteza haki yao kwa madai kuwa hawakufuatia swala hilo kwa muda mrefu. Na hii ndio nyaraka walioniletea hii. Soma kwenye nyaraka zote huko, hakuna maelezo yaliyotokea mwaka 82 mpaka mwaka 2006. Ofisi yangu haiwezi kuentertain hichi kitu. Na kwa kuwafanyia haki niliwapa nafasi ya kwamba nendeni mkaniletee kilichotokea kwenye miaka hii ili niendelee na picha yote nzima. Siwezi kuwa na picha ambayo ina gepu. Kutoka eneo la nje Bobangombe wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, mimi James Paul wa ITV.